Hatimaye zile siku tatu za mkutano mkubwa wa Injili wa Pastor Ezekiel katika nchi ya Tanzania katika eneo la Mijihoroni wilayani Hai mkoani Kilimanjaro zimehitimishwa leo. Mkutano huu ambao ulianza siku ya tarehe 14 na hatimaye kilele kufika leo siku ya tarehe 16. Global TV tumeripoti kuanzia siku ya kwanza, siku ya pili na hii ni siku ya tatu ambapo mkutano huo umefika tamati. Walikuwa nami Korumba Lebabas, mwandishi msomi ambaye kazi yangu ilikuwa ni moja tu, kukuonyesha yote ambayo yalikuwa yanajiri katika mkutano huu kwa siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu. Na katika siku hii ya tatu, nchi ya Tanzania imeombewa amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Shukrani zangu kwa idara ya usalama, polisi, idara ya usalama ikiongozwa na Bwana DC, RC, wote walionikaribisha kwa mioyo yao yote, na zaidi ya yote nashukuru Mungu kwa ajili ya Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, Daktari Mama Samia. Mimi namuita mama kwangu. Mungu azidi kumlinda na kumuhifadhi na kumtetea siku zote. Shukuruni Mungu mko na mzazi. Kwa mitume na manabii na wote waliohusika, Mungu wa mbinguni awabariki. Naweza nikanena zaidi, lakini kile ambacho ningetamani niseme ni nifanye maombi. Nyosha mikono yako milichu. Bwana Yesu, watu hawa ni watu wako. Wewe ndio uliyewaita hapa jangwani. Wamekaa hapa siku hizi tatu. Hakuna mtu ambaye ameumia, hakuna mtu ambaye ameleta vurugu vyote. Wameishi hapa kwa amani, kwa mwongozo wako. Na Yesu, ukitupa uongozi kupitia kwa viongozi wa nchi hii, sifa na heshima zikurudie Yesu Kristo. Na watu wa Mungu ninawabariki. Mnapotoka mahali hapa, Mungu alinitoa kwenye kisiwa kidogo sana. Hakuna polisi, hakuna sub chief, hakuna kiongozi yote wa serikali. Nimeona gari nikiwa na miaka 4. Huyo Mungu aliyenitoa kwenye kisiwa kidogo akanifikisha umbali huu. Natamka kwa jina kuu la Yesu Kristo, nyota zenu zingae, zingae hata kimataifa, in the name of Jesus. Hata kama haufai kwa watu, nyota yako ianze kung'aa. Ingae kwenu, ingae kazini, ingae kwa biashara, kiafya, kwa ndoa yako, uzao wako. Chochote kila ambacho unaguza kibarikiwe. Tanzania nakubariki. Tanzania ubarikiwe na biashara zako na watu wote walioko ndani, na mali yako na dhahabu zako na madini yako. Chochote kile ambacho kinapatikana Tanzania kibarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Baba, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Jinsi ulivyonipa amani kwa nchi hii kwa siku hizi tatu, ndivyo Tanzania itapiga kura kwa amani na watavuka kwa amani. Yesu, miaka yote tumeiga amani kutoka Tanzania. Hakuna roho itainuka dhidi ya nchi hii ilete umwagikaji wa damu. Kwenye bendera ya Tanzania hakuna sehemu yoyote nyekundu. Kwa hivyo hakuna umwagikaji wa damu kwa taifa hili katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana Yesu, nasema ni asante, ni kwa ajili ya Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Mungu akubariki Daktari Mama Samia. Ninakuita mzazi kwa sababu ya malezi yako mazuri. Katika safari hii, Mungu akuongoze, ulee taifa hili kama mzazi hadi umalize salama, wala hakuna shetani atakaye kuangusha. Mungu akuinue na akuimarishe zaidi, na nchi hii iendelee na inawiri zaidi bila umwagikaji wa damu hata tone. Katika jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba na nimebariki taifa la Tanzania na watu wake. Amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi.
Watu wa Mungu nawashukuru sana. Nimeambiwa huku ni nyumbani nisitoke, lakini sijapewa makao. Kwa hivyo itabidi nirudi home, nirudi nyumbani. Nikipata makao nitakuja home. Nikipewa makao nadhani nitaenda kwa nyumba ya Nabii Joshua, na italeta shida, niko na watoto wengi. God bless you so much. I love you. May God bless you so much. Asanteni sana watu wa Mungu. Asante. Miujiza imekuwa ni sehemu ya mkutano huu kwa siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu. Shuhuda pia kwa siku ya leo zimeonekana baada ya watu walikuwa na changamoto ya kutembea. Wengi wametembea ukilinganisha na siku ya kwanza na siku ya pili. Ametoka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina mama. Mimi kwa jina naitwa Shemboeza Saulu Urasa. Niliumwa kuanzia 2015. Nikiwa kwenye mkutano wa chama 2015. Mpaka leo sijaweza kutembea. Leo nimejaribu kutembea. Nashukuru Mungu kwa sababu ameniponya. Tangu mwaka wa 2015 leo anatembea, ametoka kwa wheelchair. Nesha mafua ya makofi kwa Yesu Kristo. Kuna mtu anamwamini Yesu Kristo? Kuna mtu anamwamini Yesu? Sinione mvua ya makofi kabla mvua haijaanza kunyesha leo jioni. Haleluya! Lakini sikia Tanzania, tutamaliza huu mkutano, tutakapoondoka mvua itaanza kunyesha. Hiyo kayo unajua. Mungu akubariki mama, nenda uishi. Nenda uishi mama. Nenda uishi. Kutombe Yesu makofi mazuri. Testimonies ni nyingi sana. Nenda kwa mwingine please kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa naumwa na mguu kapinda, sasa hivi umenyooka. Ulikuwa miguu yako ilikuwa imepinda? Mmoja wa kulia. Ilikuwa imepinda kwa njia gani? Hivi. Sasa hii imenyooka? Ndio. Hebu nyooshe. Kimbia uje hapa juu. Kimbia hapa, kimbia hapa. Miguu imenyooka. Ndio. Kamera hapa, kamera hapa. Zinafanana sasa. Ndio. Hizi ni zako. Ndio. Kimbia. Rais wa mitume na manabii anamuomba Pastor Ezekiel azunguke nchi nzima kwa ajili ya kutangaza Injili, kuwafungua watu waliofungwa katika vifungo vya shetani na kutangaza baraka kwao. Mbele za Bwana, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ezekiel pamoja na mama yetu Sala. Kazi waliofanya kwenye taifa letu imegusa mamilioni ya watu na utukufu wako umeonekana. Tunakuomba kwa mapenzi yako usiache kumtuma mtu huyu katika taifa letu la Tanzania. Hakuna lisilowezekana kwako. Tunaomba umlazimishe kubaki Tanzania. Ninaamini maombi yangu yamekubalika kwako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Pastor mwinjilisti Ezekiel pamoja na mama yetu Sala, nazungumza sasa kama nabii
mna kazi ya kutembea mikoa yote ya Tanzania. Hilo ni agizo la Bwana. Pastor Ezekiel hajawahi kataa sauti ya Mungu. Atafanya kazi Tanzania. Piga makofi, sema amen. Iringa mpo? Kagera mpo? Dodoma mpo? Mwanza mpo? Anakuja! Mbeya mpo? Asanteni sana, anakuja. Na tunashukuru Mungu kwa kuokoa muda. Nishukuru sana serikali ya mkoa wa Kilimanjaro kwa ukarimu ambao wametupatia tangu tumeanza maandalizi ya mkutano huu. Mtumishi wa Mungu Pastor Utukufu alipokuja hapa, kwa kweli alitupatia taarifa nzuri sana kuhusu serikali ya mkoa na wilaya hii ya Hai. Pastor Utukufu, Mungu akubariki sana. Jina lako aliyekupa kama yupo hai, Mungu ambariki sana. Kazi hii imekuwa na utukufu mkubwa, kwa hiyo naomba nitoe nafasi kwa mheshimiwa mwenyekiti wetu wa wilaya. Kwa siku 3 za baraka, uponyaji na kufunguliwa katika viwanja hivi vya Mijororoni vilivyopo katika halmashauri ya wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, katika mkutano mkubwa ambao ulikuwa unaongozwa hapa na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel. Siku ya kwanza ulikuwa ni mkutano, siku ya pili ambayo tarehe 15 ulikuwa ni mkutano, na 16 leo mkutano umefika tamati. Lakini kile ambacho tulikitabiri kwa siku ya kwanza kwamba watu wengi watakuwa hapa kwa ajili ya kuhitaji kupata udongo kimejiri mara baada ya unachoona hapa nyuma, watu baada ya Pastor Ezekiel kushuka kwenye jukwaa la kuhubiria ambao likopo ni kama madhabahu, watu wakaja katika tofauti na hapa madhabahu kwa ajili ya kuchukua udongo. Bwana Alphonse, tunasema kimejiri ndio kile ambacho tunasema kwamba eneo hili watabaki kama mashimo hapa, kwa sababu wengi wanachokitaka sasa hivi ni udongo wanaopeleka, na hakuna mahali ambapo wamesema Pastor Ezekiel kwamba mtu achukue udongo, lakini kila mtu na imani yake anajaribu kuchukua udongo ingalau apeleke nyumbani kwake. Tuongee na mzee hapa. Mzee, heshima yako? Salama tu. Asifiwe Yesu. Amina. Wewe udongo kwa nini umechukua? Udongo tumechukua akazana Arusha hapo. Nilikuwa kujala mimi kaona watu wanachukua na mimi nikachukua. Sasa nilipokwenda kufika kwenda kuchukua mbegu nilizootesha. Ukole ndani ya mwezi mmoja wa maharage kuna alipata mvua hii. Kwa hiyo leo tena umeamua uchukue. Kwa hiyo na mwaka huu watu wanaotesha. Nasema ngoja kwa sababu una mkutano. Wala mvua haiwezi kunyesha na mkutano mazuri ili kupata hii baraka ya kwenda kuotesha. Okay. Kwa hiyo sasa hivi kuna ushuhuda wote juu ya udongo. Tunapokea uponyaji. Na imani alipokanyaga manabii. Tunatembea upande wapi? Umeshawahi kuchukua ukabarikiwa au ndio unaanza? Huwa tumezoea kutumia maji na chumvi tunafanikiwa. Lakini udongo ni zaidi. Maana ni ardhi na ukombozi. Kuna mtu aliwahi kushuhudia ukapata nguvu na wewe kuchukua, maana yeye hajaelekeza? Mimi napokea kabla hajasema. Haya, barikiwe. Wewe na pande huko pia kuna watu wanachukua udongo pia hapa. Asifiwe Yesu. Na wazazi wako wako huko juu. Asifiwe Yesu. Wewe chukua udongo. Nani kasema chukua udongo? Bwana Pastor Ezekiel hajaelekeza. Unasema? Nasema imekuaje umechukua udongo? Udongo ni nini? Alimuhusia mama mwingine chai. Naomba kubali naamini alipokanyaga huu udongo nikiuchukua utaenda kutenda miujiza kwenye maisha yangu. Wewe ulikariri kakanyaga hapa au umekuja kusoma kubahatisha?
nilivyo nitakanyaga hapa. Wewe alipokanyaga ndio umekuja kuchota, umechota popote. Popote kwa imani. Umechota popote kwa imani. Ni mara yako ya kwanza kuchukua ama hii mara ya kwanza? Siri yake inapatikana yuko wapi? Asira karibu tufoshi yako. Mama hapa mama bwana siwe. Siri yako kwenye udongo ni nini? Mbona mnang'ang'ana kuelekea kuchukua udongo huu? Upako. Kwani umepatezeke kwenye niambia Kama wewe mtu mada uache umebarikiwa. sawa. Na ukichukua unaenda kuweka wapi? Kwa shambani. Okay. Basi kila la heri mama. Asante. Sawa. Kama tunaangalia pale watu wanaamini kwamba katika madhabahu hii bado Mungu atasema nao. Ukiangalia ni jambo ambalo kidogo linatafakarisha, linafikirisha, na hiki kwa kweli ni kitu ambacho Unahitaji Mungu amefanya. Kila kitu ni kwa imani. Na udongo nimechukua, napeleka kwenye viwanja vyangu, napeleka kwenye mashamba yangu. Ile nguvu ya upako wa mtumishi wa Mungu Ezekiel anaoibeba kama alivyokuwa anatuachilia. Katika jina la Yesu. Amen. Baraka zako utaacha. kuna siri gani kwenye ardhi? Kuna siri gani kwenye ardhi? Ardhi ndio kila kitu. Tukiangalia hata katika Biblia, wakati Mungu anafanya uumbaji, alichukua udongo na akamuumba mwanadamu. Tukiangalia pia kwenye Biblia, tunaona kwamba udongo tutarudi kuvuta udongo. Kwa hiyo udongo ni siri kubwa, na ardhi imebeba ustawi wetu. Unaweza kujiuliza Ezekiel hajasema yeye hapa amefanya mambo yake akaondoka. Kwa nini msingekuja kuchukua udongo wa barabarani huko mkaja kuchukua huu? Sasa udongo wa barabarani hauna baraka. Katika hizo siku tatu tumekuwa na maombi ya mama yetu Sara. Yale maombi yamechambua na kuvunja vitu vingi. Kwa hiyo hii ardhi imetakaswa, hii ardhi imeponywa, hii ardhi imebarikiwa. Kwa hiyo udongo si tunaamini kwamba tutapata mazao, na tunashuhudia, watu wanashuhudia, wanachukua udongo, wanalima, wanaenda wanaweka kwenye mashamba yao, wanabarikiwa. Asante sana. Anafurahi sana pale. Karibia. Mama, habari ya kwako mamangu? Bwana asifiwe. Mama, unatokea wapi? Natokea Masama. Napenda Yesu. Namshukuru Mungu, ni mwema, nimemuona Mungu. Huduma ni nzuri sana. Mungu ni mwema kila wakati. Mbona watu mnachukua udongo na nini? Labda kwa nini mnachukua udongo? Yaani mtu anapochukua udongo ni kwa ajili ya kuponya familia yake. Yaani kuna nguvu za kizazi. Unakomboa ardhi. Unakomboa ardhi ya nyumbani kwako, watoto wako, mume wako, familia ya kwako. Kwa sababu katika ardhi kuna viungo vilivyohifadhiwa na mababu wakati wa zamani. Kwa hiyo unakwenda kukomboa ardhi yako. Wewe umechukua kiasi gani? Nimechukua kidogo. Na unaenda kuweka wapi? Naenda kuweka shambani. Shamba la mahindi, najua nitapata mavuno. Amina sana. Naitwa Mama Dorini, nimeokoka na kupenda Yesu. Amen. Njoo hapa kwa brother hapa, amekaa muda mrefu sana kwenye hii madhabahu akiwa na sari, alikuwa amemshikilia mtoto wake. Anatupa siri ya madhabahu hii na kwa namna alivyo fika. Shemeji hapo yuko hapa na dada na udongo wake huo. Unatosha uweka ngapi? Naamini kupitia udongo wangu japokuwa ni kidogo lakini ni mwingi. Hata nikichukua kidogo nikidondosha katika ardhi yangu, naamini ardhi yote imebarikiwa. Unachukua kidogo kidogo.
Ninasambaza kila ardhi ambayo nitaikanyaga, naamini upako ule utakuwa mahali pale. Japokuwa ni kidogo lakini ni mwingi. Maana umebeba upako. Kwa hiyo udongo huu utautunza hadi miezi mingapi? Udongo huu naweza nikautunza, utachukua muda mrefu, maana bado hatujamaliza. Hata kama ni kiwanja bado hatujamaliza kununua, tunatarajia kuendelea kununua. Kwa hiyo kadri tunavyotumia kidogo, naamini kile kidogo kina nguvu katika ile ardhi. Na nyinyi mliwinda nyayo za Pastor Ezekiel au mmezoa popote tu? Hapana, tumeamua kuja kuzipa katika madhabahu, maana tunajua tayari ardhi yote hii ina upako. Kwa hiyo hata nikinyanyua hapa, nikinyanyua pale, najua kama upako bado. Weka komenti yako chini kistaarabu juu ya siku 3 za mkutano mkubwa huu wa Pastor Ezekiel uliofanyika katika eneo hili la Mijihoroni katika wilaya Hai mkoani Kilimanjaro. Kwa heri. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.